zijue kampuni 11 zilizoongoza kutoa ajira kwa mwaka 2025. Kampuni namba 11 ni mitandao ya simu. Hapa nazungumzia Vodacom, Yas, Airtel na Halotel. Mitandao hii ya simu imetoa ajira nyingi sana kupitia kazi za uwakala. Lakini kampuni ya 10 ni LNG. Hii ni kampuni ya gas. Kampuni zote za gas hapa tunazungumzia Olex, tunazungumzia Taifa, tunazungumzia Magis na kampuni nyingine zote za gas unazozifahamu zipo hapa kwenye LNG. Kampuni ya 9, kampuni ya Anglo Gold Ashanti. Kumbuka hii ni kampuni ambayo inamiliki mgodi wa Geita Gold Mine. Ni kampuni ambayo imetoa ajira kwa kiasi kikubwa sana kwa mwaka 2025. Vijana wengi sana wameenda mgodini na wanafanya kazi kule hadi leo. Nafasi ya 8 ni Twiga Cement. Hii ni kampuni ya simenti ambayo inafanya vizuri sana kwenye viwanda vya simenti. Imeshika nafasi ya 8 kwa kutoa ajira nyingi kwa mwaka 2025. Lakini nafasi ya 7 ni kampuni ya Mabati Rolling Mills. Hii ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa mabati na inafanya vizuri sana kwenye industry ya mabati. Ni kampuni kinara kwenye hii industry. Nayo imeshika nafasi ya 7 kwa kutoa nafasi nyingi sana za ajira kwa mwaka 2025. Lakini kampuni inayoshika nafasi ya 6 ni kampuni za sukari. Hapa nazungumzia Bagamoyo Sugar, nazungumzia Mtibwa, nazungumzia Kilombero Sugar. Kwa pamoja ni kampuni ambazo zimehusika sana kwenye kuzalisha ajira kwa vijana kwa mwaka 2025. Kampuni hizo za sukari kwa pamoja zimeshika nafasi ya 6. Lakini nafasi ya 5 inaenda kwa kampuni ya Coca-Cola. Kampuni ambayo imefanya vizuri sana 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 kwenye industry ya kuzalisha ajira. Vijana wengi sana wanafanya kazi na wanaendelea kufanya kazi kwenye kampuni za Coca-Cola. Lakini nafasi ya 4 inaenda kwa GSM Group. Ni kampuni ambayo imeshika nafasi ya 4 katika nafasi za uzalishaji wa ajira kwa mwaka 2025. Lakini nafasi ya 3 inaenda kwa TBL. TBL ni kampuni ya bia, kampuni ya Kitanzania ya bia ambayo inafanya vizuri sana sana na inafanya vizuri sana kwa mwaka 2025. Imezalisha ajira za kutosha, ajira nyingi kwa vijana wa Kitanzania. Watu wanafanya kazi kwenye hizi industry za bia wanaelewa. Vijana wanapata kazi na bado wanafanya kazi kwenye kampuni hizi za bia. Lakini nafasi ya 2 imeenda kwa Metri Group. Metri Group ni kampuni ambayo ipo chini ya Modeuch. Inafanya uzalishaji wa bidhaa nyingi tofauti, na kila mtu anajua namna ambavyo kampuni hii imekuwa ikiajiri vijana wengi wa Kitanzania kwenye sehemu tofauti za viwanda ambavyo vinazalisha bidhaa hizi za Metri Group. Nafasi namba 1 kwa uzalishaji wa ajira kwa mwaka 2025 inaenda kwa kampuni ya Bahresa Group. Bahresa Group wamiliki wa Azam, Pepsi na kampuni nyingine ndogo. Bahresa Group kuna ambaye atabisha namna ya uzalishaji wa ajira ambao Bahresa Group wamekuwa akifanya. Asilimia kubwa sana ya vijana wa Kitanzania wanafanya kazi kwenye Bahresa Group Company Limited. Wanafanya either Azam, wanafanya Pepsi au wanafanya kwenye kampuni vingine vidogo ambavyo vinamilikiwa na Bahresa Group. Basi kwa leo ni hayo tu. Kama ni mara ya kwanza kwenye channel hii, hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na posti nyingine ambazo zinapostiwa hapa kwenye Kipato Digital TZ. Basi asante kwa kunisikiliza, tukutane posti ijayo.